KMKM, mechi ya mkondo wa pili ya kombe la shirikisho barani Afrika, mara baada ya kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa New Amaan Complex. Hizi timu mbili kuelekea uwanjani kama ambavyo wanafanya manahodha wa timu zote mbili, Lusajo Mwaikenda lakini pia Ahmed Haji kwa upande wa KMKM, wakizitoa timu hizi kutoka kwenye vyumba vyao kuelekea ndani ya uwanja. Dakika 90 ndizo ambazo zinasubiriwa hapa, wa timu wote kwa pamoja wakiwa katika nafasi hii ya kuishuhudia timu ikiwa inaandika historia nyingine. Picha ya pamoja na pengine itaweza kubandikwa katika kuta za Azam Complex. Badiliko likiwa ni mchezaji mmoja, Zuberi Foba, akienda kuwa mchezo wake wa 3 kwa michuano hii ya kimataifa. Alianza mechi zote mbili dhidi ya Elmek Bentiu, alikosekana pale Zanzibar ambapo alianza Issa from kick off mara baada ya kusikia filimbi ya mwamuzi wa mchezo, wakianzisha mpira katikati mwa uwanja. KMKM Jasper, lakini Abdul Suleiman Sopu amegeuka vyema na kuweka pasi kwa Jefte Kitambala. Jefte anaingia mpira ambao unatolewa nje, inakuwa kona. Yahya Zaid, imechezwa foul. Leo wenye faida ni Azam FC kuweza kupiga mpira mtenga. Akijaribu tena pasi kwa Msindo, mpira ambao unabatiza ukuta ule, anaenda kukamata mlinda mlango. Anzisha yamishwa pasi ndefu, switch play ile kwenda kutafuta Idi Nado, anafanikiwa kuingia tena Idi Nado nagusa ule mpira ambao unakwenda nje na kwa kona. Pasi nzuri kutoka nyuma, lakini alihakikisha mpira uendi kwa on target. Faisal na Idi anajeza cross kwa Jefte. Idi Nado, mpira ambao unabatiza tena ule unakwenda nje, na ni kona nyingine ambao anamkataa Azam FC. Baada kwenye nafasi anaingia Abdul Suleiman Sopu. Abdul anawekwa chini, ni foul, anaonyeshwa kadi ya njano. Haya, anajaribu pasi kwa Msindo, ameenda kucheza ule mlinda mlango, ilivuka ukuta hii akakataliwa. Anapewa tena Pasco, Msindo anacheza tena mlinda mlango, double save, akapewa tena Msindo, akaingia katikati kwenda kupiga tena mpira ambao anakataa mlango. Zaid anageuka vyema na kuacha pasi kwa Idi Nado, imepita pasi, wanaonana Azam FC vyema kabisa kwa Faisal Salum. Lusajo Mwaikenda ndani box, weka pasi kwa Jefte, bado yumo ndani katika eneo la kucheza. Jefte Kitambala bola, Faisal anafanikiwa kumwacha kwa kwanza. Faisal, Idi Nado mambo fresh kabisa kwake Idi Nado, mambo poa kwa Azam FC. Kazi nzuri ya Faisal Salum Feito Abdallah, pasi ile ambayo ilidondoka nyuma ikakuta Faisal Salum Feito Abdallah. Fei akaiacha pasi nyingine kwa Idi Nado, akatana kwenda kuchagua wapi pa kuweka ule mpira, alizunguka kidogo akapoteza uelekeo mlinzi wa KMKM. Idi Nado anaweka mpira ndani ya net. Idi Nado kwenye nafasi tena kwenda kujitafutia mwenyewe, anapitishia Jefte alichofanya New Amaan Complex Zanzibar anakifanya tena Azam Complex Chamazi. Jefte Kitambala bola, shambuliaji ambaye anakwenda kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa kwa Azam, naye anaweka pasi kwa Jefte Kitambala bola. Idi Nado anakamilisha mission kuandika bao la pili, muda mfupi tu ametoka kutangulia
na muda mchache baadaye wanapata bao nyingi. Pasi kwa Msindo, weka pasi kwa kichwa, kinaingia na kugusa mpira Mohamed Kasim. Faisal anapishwa tena, Jefte hawasikii, analitaka vibe lenu. Jefte Kitambala bola hapo, hiyo ishara kwamba wanahitaji zaidi ya hiki ambacho kinaonekana. Mwenye akapitisha kwenye nafasi katikati ya miguu ya mlinzi wa KMKM, na Jefte hakuwa na kingine cha zaidi ya kufanya. Haya, wanakwenda tena, anapishiwa Jefte, kinashindikana. Sopo, Faisal ajaribu mwenyewe, Faisal akataa ile. Kushambulia Jefte, anapewa tena Jefte, anajaribu Jefte kama anakwenda nje, anaitafuta hattrick Jefte Kitambala. Yahya Said kwenda kunyanyua kwa Abdul Suleiman Sopo, weka pasi ya ndani, pita ile mpira lakini anakaa imara. Arafat Hassan kisha pasi nzuri ya ndani, Fomba ajaribu kuingia, nagusa mpira kwenye nafasi ile, hakuna mchezaji wa KMKM, anaondoa Msindo, utakwenda anapisiwa Jefte Kitambala bola kwenye nafasi, anamtengea Idi Nado. Idi Nado pasi ya Abdul Suleiman Sopo, alikaa kwenye nafasi nzuri. Idi Nado akaonekana na Jefte Kitambala bola, pasi ambayo ilimfikia. Hakuwa na kazi kubwa ya kufanya zaidi ya kuweza kuweka bao kwenye neti za KMKM. Imefika pasi kwa Lusani Mwekenda, anaingiza cross ya chini kwenye nafasi, Jefte kinashindikana. Faisal breko ile mpira nje, kick. Arafat Abubakar, kipindi cha kwanza kinakamilika, kipindi ambacho Azam FC kimetosha kuwafanya kuweka mara mbili zaidi ya mabao waliofunga kwenye mkondo wa kwanza pale Zanzibar. Idi Nado akiwa ameweka mabao mawili kwenye net sambamba na Jefte Kitambala bola. Anayesubiriwa sasa ni mwamuzi wa kati Osman kuruhusu mchezo kwa kupuliza filimbi yake. Tayari dakika 45 za pili zimekwisha anza, Azam FC ikiwa ni zamu yao kuanzisha mchezo huu kwa kipindi cha pili kukamilisha dakika 90. Yoro Diaba anaweka cross kwenye nafasi, jaribu kuweka heda ile. Iweje Jefte afunge yeye ashindwe, ikiwa wote wawili walifunga kwenye mchezo wa kwanza? Pascal Msindo anakwenda kunesa bao la tano. Kwa macho yake alimuona bwana mdogo akiwa tayari amepita, akadai kuweza kufikia ule mpira na kuweza kuandika bao la tano kwa Azam FC. Azam FC 5, kiganja tayari umekwisha kimaliza, wanakwenda kuanza na mkono mwingine. Idi Nado anamtengea Pascal Msindo, mfungaji wa bao la tano, anaingiza cross kubwa ndani kwenda kucheza juu ule mpira. Abdul Suleiman unakwenda nje, kwenda kupiga cross ile, mpira ambao uligusa Abdul, jaribu kukaa imara Imidi Mao. Haya, Faisal anamtengea Sopo kwenye nafasi, Sopo Abdul Suleiman Sopo, ikiwa ni hat-trick ya assist kwa Faisal Salum. Imidi Mao kakaa kwenye njia, mpira ambao anamkuta Faisal, pasi nzuri kwa Abdul Suleiman Sopo kwa kuandika bao la pili kwa kipindi cha pili, bao la 6 kwa... Ajaribu kupita sasa, mzee aingiza cross ile ndani kwenda kucheza Landry Zuzu, kwa tena Idi Nado, pasi yake imepita ile kwenye nafasi. Sasa wanakwenda tena Faisal Salum, Faisal Feitoto Abdallah, Faisal ajaribu, Faisal naona Faisal Salum
Anapeleka mpira tena kwa Abdul Suleiman Sopu. Ajaribu Sopu! Seven Heaven! Hata wakurugenzi wa makampuni ya SSB wa 35. Faisal kwenye assist nyingine kwa Abdul Suleiman. Mabao 7 ni assist 4 za Faisal Salum. Alitazama kisha akamtazama mlinda mlango aliposimama. Sopo ameweka 2. Idi na linalopitisha katikati kwa Yaya Zaid. Haya, ameonekana Faisal. Ajaribu Faisal! Mwisho mpira ambao unakwenda nje. Ameshatoa assist. Inaachwa tena kwa Jefte Kitambala. Anaingizwa cross, anaingia Zidane! Ikia Sereri kick. Bado Azam FC wane. Anakataliwa Jefte. Anaingia kwenye njia Jefte Kitambala. Anaingiza cross kubwa ndani upande wa pili, mpira ambao unakwenda nje. Goal kick. Anamtengea mpira Pasco Msindo. Anaweka cross. Ondoshwa, mpira ambao unakwenda Dana, anaupa ngazi mlinda mlango anakwenda. Idi Nado. Anamtengea Faisal. Imetolewa nje kidogo kwa James Akaminko. Anajaribu Akaminko! Samama. Mpaka sasa unaweza kusema ni milioni 35 Azam FC wana uhakika nazo. Nipata 10 kwa mchezo wa kwanza na 35 kwa mchezo huu wa pili. Dhidi ya KMKM peke yake ni milioni 45. Hatimaye historia inakwenda kuandikwa kwa wino wa dhahabu katika vitabu vya Azam FC. Kwenye kabati lao kuna kombe la ligi kuu ya NBC, kuna makombe ya kutosha ya Mapinduzi, kuna mataji ya Sekafa Kagame, lakini pia kuna mataji mengine ambayo waliwahi kushindania huko awali. Hata hivyo haikutosha, juhudi na jasho lilivuja kwelikweli kuisaka hii nafasi ambayo wameipata hivi sasa. Walipambana vya kutosha mchana na usiku, lakini baada ya miaka 21 tangu timu hii ianzishwe, wanatinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika kwa mara ya kwanza. Michuano ya kimataifa ni ya Azam kwa sasa. Fagia njia, Azam FC wamefika. Ni katika michuano ya kimataifa.